Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu anasema habari ya nguvu za kuuteka ufalme. Andika, nguvu ya kuuteka ufalme. Nguvu ya kuuteka ufalme. Nguvu ya kuuteka ufalme. Tunaendelea kusherehekea na kufurahia na kukumbuka ufufuo wa Bwana Yesu siku ya kwanza ya juma kama siku ya leo. Hivi leo hata katika serikali yetu kama nakumbuka siku ya Jumanne tulikuwa pia na mapumziko, hata wafanyakazi hawakwenda kazini. Kulikuwa na sikukuu na siku ya kumbukizi, na hiyo nayo ni sikukuu, siku ya kumbukizi ya kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar Mzee Abeid Amani Karume. Leo hivi pia nchi yetu inakumbuka siku ya muhimu sana, nayo ni siku ya kukumbuka kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyekuwa ameacha alama katika uongozi wa serikali ya Tanzania. Alikuwa ni Edward Moringi Sokoine. Bwana asifiwe. Kwa siku kama ya leo tarehe 12 mwezi wa 4, ilikuwa siku ya Alhamisi, kwa sababu tulikuwa hapa mjini mwaka huu wa 84 tarehe 12 mwezi wa 4. Ilikuwa ni siku kama ya mvua, basi ikawa hivyo. Bwana asifiwe. Lakini tunakumbuka mambo haya kwa sababu hata katika mwili viongozi hawa tunawakumbuka walitumia nguvu zao, akili yao, muda wao na wao kuipenda nchi, kupenda kile walichokuwa wanasimama kutumikia. Bwana asifiwe. Leo Bwana Yesu tunakumbuka, tunaendelea kukumbuka kwamba Bwana Yesu alishuka duniani akija kutimiza jukumu moja tu, kukomboa mimi na wewe, ili kwa njia ya kuamini Bwana Yesu dhambi zako zinafutwa, dhambi zako zinaondolewa, na kwa njia ya kumwishia Bwana Yesu anakuhesabia haki na kukupa nguvu ya kuendelea kumtumikia Mungu mpaka siku atakaporudi. Bwana asifiwe. Mimi naona hata wakati tunaruka hapa kumshangilia Mungu, tunaruka Kimasai kwa sababu gani? Kwa kuwa tuna nguvu. Bwana asifiwe. Mtu ambaye hana nguvu hawezi kuruka Kimasai wala hawezi kushangilia kwa nguvu zake. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna udhaifu. Unaporuka hivi na kumshangilia Mungu ni kwa sababu Mungu ameweka nguvu ndani yako, kwa kuwa unapomshangilia Mungu anafurahi, na furaha yake Bwana ndio nguvu zetu. Sasa nguvu ya kuteka ufalme. Bwana asifiwe. Bwana Yesu anasema tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ndio wanaoteka ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa habari ya kuteka, ukishasikia kuteka maana yake unaongelea mazingira ya vita. Bwana asifiwe. Ukisikia kuna kuteka, kuna mateka, maana yake kuna mazingira ya vita. Na kwa sababu sisi wa Kristo ni watu wa vita, maisha yako kama unajua kama hujui ni maisha ya vita, unapigana vita. Vita hiyo Bwana Yesu amekwisha kusema kwamba vita si yetu, vita ni yake. Lakini Yesu anasema hiyo kwa sababu ya kupigana kwa ajili yako akashinda. Sasa anataka wewe upigane kwa ajili yako katika yeye ili ushinde. Bwana asifiwe. Unapigana vita vya kiroho katika Kristo, katika jina la Yesu. Kila tunapoomba, kila tunalofanya, tunafanya. Neno la Mungu linasema katika Wakolosai mahali fulani, neno la Mungu Paulo anasema lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Yesu, mkimtukuza Mungu katika yeye. Mungu tunamtukuza kwa njia ya Kristo Yesu aliyejitoa akafa msalabani kwa ajili yetu. Na sisi leo tunatambua kwamba ile nguvu, ile ufufuo wa Yesu, ile nguvu iliyoshuka na malaika kutoka mbinguni na kufungua ndoa ile jiwe na kumtoa Yesu kutoka kaburini, ndio nguvu ile inayojaa ndani yako ili uweze
za Mungu na uweze kumtumikia Mungu. Na hiyo nguvu ndio inakupa kushinda vita vya kiroho. Bwana asifiwe. Sasa neno la Mungu katika Injili ya Mathayo sura ya 12, nafikiri sura ya 12 mstari Injili ya Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Sura ya 12 ya mstari wa 29, neno la Mungu linasema, mstari wa 29, neno la Mungu linasema, lakini ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoteka nyumba yake. Bwana asifiwe. Injili ya Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Bwana Yesu anasema tena, aliposema kule mwanzo, asema tangu wakati wa Adamu hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Na sasa anasema ni nani anayeweza kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu alafu akateka vitu vyake, asipomfunga kwanza yule mtu halafu akateke vitu vyake? Kwa nini? Kwa sababu mtu akishakuwa na vitu vyake, maana yake ametumia nguvu zake, maarifa yake na wakati wake kupata vile vitu. Ndio maana anakuwa nayo, kama ni nyumba, kama ni mali za namna yote ile, akaviweka. Yule mtu ameviweka pale kwenye eneo lake kwa kutumia nguvu. Na kwa hiyo ikiwa wewe unaona kwamba una nafasi ya kutaka kuvichukua vile vitu vyake, neno la Mungu linasema kwanza umfunge yule mwenye nguvu, ndio sasa uteke vitu vyake. Sasa shetani anajua vitu vingi ambavyo Mungu ameweka ndani yako, na wewe kwa kufahamu kwamba Bwana Yesu alikukomboa, amewekeza kila kitu chema ndani yako, anataka leo ujitambue kwamba unahitaji nguvu ile. Kwanza kabla huyo shetani hajaja akakufunga, usilinde baraka zako, usilinde wokovu wako, usilinde imani yako, wewe unatakiwa umfunge kwanza yeye. Ukisha kumfunga sasa uteke ule ufalme wako. Maana anasema kwamba tangu wakati wa Adamu ufalme wa Mungu unatekwa kwa mwenye nguvu. Na nani sasa ambaye anataka kumteka mwenye nguvu, asiye mfunga kwanza akateka mali zake? Nimewaambia kwamba ukisha kusikia habari ya kuteka, maana yake umesema habari ya mazingira ya vita. Na vita ni mapigano ya kuuana. Bwana asifiwe. Hakuna vita ambapo watu wanapigana ukakuta mtu kashika bakora, mwingine kashika jiwe, anapigana na mzee, kaambia wale watu wanapigana vita. Vita hii hajiiti vita. Ndio maana nawaambia maisha yako wewe Kristo ni vita kati yako na shetani. Vita yenyewe sio kupigana mawe wala sio kupigana bakora, ila vita yenyewe ni vita yenye silaha kali ya kuangamizana. Vita ya kuangamizana, akuangamize shetani au uangamize yeye. Siku moja nimewaambia kwamba sisi hapa kwa mfano katika nchi yetu ya Tanzania tuna wizara nyingi, lakini wizara inayohusika na jeshi inaitwa wizara ya ulinzi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio wizara ya ulinzi. Kwa nini? Kwa sababu kule kuna jeshi na wale wana silaha nyingi. Ukienda Israeli hukuti wizara ya ulinzi, unakuta wizara ya vita. Bwana asifiwe. Wale jamaa wana wizara ya vita, yaani anateuliwa waziri wa vita, yaani kazi yake hii anashughulikia vita. Kwa nini? Kwa sababu maisha yao ni Israeli ni vita, tangu asubuhi mpaka jioni, tangu Januari mpaka Januari, tangu Jumatatu mpaka Jumatatu. Kwa hiyo wale ni watu wa vita. Tangu wao watu wadogo Israeli ni vita. Kazi yao leo wanafikiria habari ya vita. Si kama utaongelea habari ya amani Israeli ya kuelewa. Wale ni watu wa vita. Mungu anasema yeye ni Bwana wa majeshi ya Israeli. Mungu anasema yeye ni Bwana wa majeshi ya Israeli.
kazi yake. Na Mungu kama unafahamu, Mungu halali wala hasinzii. Kwa hiyo ndicho cha Mungu mwenyewe anaenda usiku na mchana. Na wewe uliokoka kama unafahamu kwa maisha yako vita, angalia usiku unafanya nini, mchana unafanya nini? Maana kwenye kuteka, hata huko kwenye kuteka, watekaji na wapiganaji na wavamizi kwenye vita wanafanya mambo haya lini? Usiku. Usiku watu wanafanyaje? Wanalala. Siku kwa mfano Bwana Yesu anasema mfano wa mtu mwenye shamba aliyepanda ngano usiku, watu walipo akaja bila kufanyaje? Akapanda magugu. Alipopanda magugu kafikia watu wakafikiri labda wamepanda ngano, lakini yule alikuja kupanda magugu usiku, akijua kwamba usiku watu wamefanyaje? Wamelala. Ndio Mungu alikufika kwamba usiku watu walipolala ndipo adui akapanda. Sasa kwa sababu ngano ilikuwa haijaota, haijamea ile ngano, mwenye shamba akabaki tu kama kwamba hakuna shida yoyote, apande shamba lake anangojea ngano hiyo. Mwenye kupanda mbegu ya magugu alijua kwamba chakula kinachohitajiwa na mbegu za ngano ni chakula kinachohitajiwa na mbegu ya magugu. Chakula kinachuliwa na ngano na mbegu ya ngano ni chakula kinachuliwa na magugu. Nini? Rutuba ya ardhi. Bwana asifiwe. Mbolea ya ardhi. Kama unaweka mbolea, kama unaweka chochote kama ardhi yako uliyopanda mazao yako ina rutuba, kitakachomea kitakuwa na afya. Kwa nini? Kwa sababu ile mbegu uliyopanda inakaa katika udongo mzuri na utapata mmea mzuri. Kama ni ngano, kama ni mahindi, kama huo mmea unakuwa mzuri kwa sababu unakula chakula sana. Anapanda na yeye magugu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ile ardhi utakuwa na kugombea chakula, na chakula kile watakapogombea maana yake kama jamani, wewe unafahamu kabisa kama una familia ya watoto 5 na mwingine mwenzio ana familia ya mtoto mmoja, halafu wewe nenda kanunue kilo 1 ya unga na maharage uwake wale, halafu wapige ugali wale, hiyo atakaoshiba nani? Si yule mwenye mke mmoja na mtoto mmoja, yule mwenye watoto 5 watashiba wanagawana pale wote wale, baada ya muda fulani watoto afya sawa, ukilinganisha na yule mwenye mtoto mmoja ndio tofauti. Yule mwenye mtoto mmoja ndio kanene, kwa sababu ile kilo ya unga anakula kutosha na neema tu. Wale wananyang'anyana, shetani anajua hiyo. Shetani anajua akunyang'anya bidii wewe ili ukose nguvu yake uteka ufalme. Anakunyang'anya maovu, anakunyang'anya kiu ya kujifunza neno la Mungu, anakunyang'anya kila kitu ambacho Mungu anataka kufanya ili atukuzwe Mungu. Akishakunyang'anya hivyo amekufunga, na akishakufunga hapo maana yake utaonekana katika ulimwengu wa roho, afya yako imedhoofika. Maana Yesu anasema ni nani anayetaka kwenda kuteka vitu vya mtu mwenye nguvu asipomfunga kwanza? Mungu tangaza mwisho tangu mwanzo, na shetani pia anajua mwisho tangu mwanzo. Bwana asifiwe. Yule alijua kwamba nikitaka huyu mtu asipate chakula kizuri, huyu mtu asipate chakula kizuri, asipate mavuno mengi kwenye ile shamba, adui akapanda na magugu ili ngano idhoofike. Wakati wa kuzaa masuke yake yawe ama imesiwepo ama yawe kidogo, ili mavuno ya yule mtu yawe haba. Kwa nini? Kwa sababu magugu hayatakuwa na matunda ya aina yote, ila ngano itampatia mvunaji chakula kidogo. Shetani anachokifanya shetani ndani ya kanisa leo, nawe unafahamu, nami naamini unafahamu ile kwa makusudi tu kwamba shetani na acheni tu afanye hivyo anapofanya shauri yake mwenyewe. Lakini nataka nikwambie, shetani ashajua faida yako huko mbele, baraka zako huko mbele, na utukufu atakaojipatia Bwana Yesu huko mbele. Ni wewe kusimama kwa uaminifu katika nafasi yako, katika huduma yako, katika utumishi na katika wito wako. Hapo Bwana Yesu leo atajivunia kwamba nina mtu mchichi aliyeokoka, aliyetubu kweli, aliyeishia mimi, na ndio sababu ninatukuzwa. Kwa nini? Kwa sababu anaposimama ninaonekana mimi, na anajitambua kwamba yeye yuko ndani yangu na mimi ndani yake. Hili jambo kashalikuwa shetani. Sasa wewe na mimi tujiulize sana katika nyakati hizi ambazo tunaishi, katika neema hii ya wokovu ambao tunaishi. Kwa nini
Wale watu usiku walilala, adui akaenda kupanda mbegu. Je, si kweli kwamba wewe ndani yako sasa kuna vitu vilishanyang'anywa? Ngoja. Yesu anasema ni nani akataka kuteka vitu vya mwenye nguvu asipomfunga kwanza? Hivi unafikiri wakati shetani anakufunga anakwambia kama anataka kwenda kuteka vitu vyako? Hakwambii. Anakufunga kama kwa nia nzuri tu. Anakufunga kama kwa nia nzuri tu. Anakudhoofisha. Kisha kudhoofisha, na huwezi kujua kwamba anachofanya huyo anataka kunyang'anya baraka zangu, anataka kunyang'anya maisha yangu ya kiroho, anataka kunyang'anya wokovu wangu. Akishakufunga, kumbe mwenzio anakufunga kwa mfano wa urafiki. Urafiki ule shetani hana urafiki na wewe. Maisha yetu ni vita. Nguvu zako ni nini katika kumzalia Mungu matunda? Bwana asifiwe. Mungu atusaidie, kwa sababu tunatakiwa kuelewa kwamba nyakati tulizonazo ni nyakati za hatari sana. Ni nyakati ambazo tunahitajika kutambua umuhimu wa wokovu wetu, na tunaamini kabisa kwamba Mungu bado hata sasa yuko pamoja nasi. Naomba nisome neno la Mungu kutoka katika Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 19. Bwana asifiwe. Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema hivi katika Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, tazama nimewapa amri kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Katika waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya 6 mstari wa 14 na wa 15, Efeso 6:14-15, neno la Mungu linasema hivi katika vita vyetu sasa. Efeso 6, vita vyetu si vya damu na nyama, vya falme na mamlaka, vya uwezo zaidi, vya mtisho kwa baya katika Mungu wa roho. Mstari wa 14 na 15, neno Mungu linasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Bwana asifiwe. Katika kile kitabu cha Mwanzo Mungu alisema nini na aliwaambia nini Hawa? Maana sisi sote hapa ni uzao wa nani? Uzao wa mwanamke. Bwana asifiwe. Sisi tunaonekana hapa wanawake na wanaume wote ni uzao wa mwanamke. Mungu alimwambiaje Hawa? Anasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Hawa watafanyaje? Watakupona nini? Na wewe utapona kisigino. Anapozungumza habari ya kisigino, anasema habari ya nini? Ya mguu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu anasema nimewapa amri kufanyaje? Kanyaga nyoka. Anasema habari ya mguu. Bwana nini? Paulo anawaambia Efeso kwamba mkiwa tayari, mkijifungia namna gani msimame. Anazungumza habari ya nguvu ya miguu. Bwana asifiwe. Na anazungumza habari ya kufungiwa utayari miguuni. Shetani anatafuta tayari uliomo ndani yako wa kufanya kazi ya Mungu. Hata wakuja kanisani, ule utayari wako shetani anakunyang'anya. Akishakunyang'anya, angalia aina yako ya ujani wa kanisani. Angalia aina yako ya ufanyaji wa kazi ya Mungu. Unapojikuta una unyonge fulani, kisigino kimekwisha ponwa. Bwana tusaidie. Ukishajiona unashindwa, unaona nitafanya kesho, nitafanya baadaye, ujue utayari miguuni tayari haupo, haujafungiwa utayari. Ujue amri Bwana Yesu aliyekwambia ni kwamba amri kukanyaga nyoka na nge, amri hiyo wewe umeshaondolewa, maana yake adui kashakufunga. Jamani, mimi najitahidi sana kufuatilia washirika. Wasipoonekana napiga simu
Ukiwa na namba yako, hivi mbona hujaonekana? Kingali nipo nitakuja. Leo nilikuwa leo. Anamwambia mapiga nitakuja tonight. Mwingine sasa hapana, mambo yalikuwa mengi ndio. Vitu hivi ni kama kwamba njia nzuri tu, lugha nzuri tu, kuna wasiwasi yote, hakuna shida yote, lakini mzee tayari kufunga amekudolea nguvu ya kuteka ufalme. Maana Yesu anasema kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na nguvu. Lakini Yesu amezungumza habari yake yeye kwamba ikiwa Yohana alikuwa nabii, na tena katika manabii pekee yake ndio alikuwa nabii mkuu katika manabii wote unaweza kufahamu. Yesu anasema na hapa yuko aliye zaidi ya nabii. Bwana asifiwe. Hilo neno ninalokuambia ni zaidi ya unabii. Maana yake kama manabii walisema yakawa, hili linasema kwa sababu lipo na linakuwa. Bwana asifiwe. Maana zaidi ya nabii. Nabii akasema jambo halijawa litakuwa. Lakini zaidi ya nabii anasema ni roho ambalo pia litakuwepo. Ile ni roho ndio itakalokuwepo. Anapakisha anasema imani si hakika ya mambo yatarajiwayo. Unatarajia kitu tayari kipo kwa sababu anasema ni zaidi ya nabii. Na haya ya mambo yasiyoonekana usijaona kitu tayari kipo kwa sababu hilo ndio lisikia ni zaidi ya unabii. Anasifiwe. Ni hivi. Mungu anahitaji kufahamu vita vyetu. Anahitaji kufahamu vita vyetu kwamba tuko katika nyakati ngumu sana. Nyakati za hatari. Na nyakati za hatari, shetani anacheza sana na ufahamu na mazingira unaoishi. Na habari ya vita hii anakutengenezea picha kwamba huko kwenye vita, wewe uko na amani tu. Yesu hata akirudi leo, wewe unaondoka unakwenda mbinguni, unakwendaje? Alitokea mfalme mmoja katika kitabu cha Wafalme wa Pili, nafikiri kuna sababu sana ya kusoma, lakini kwa kila siku tunasikia mfalme huyo aliitwa Ahabu. Bwana asifiwe. Yeye alioa mke wake sio Israeli. Mke wake alikuwa kabila lingine. Ile kabila lingine la mfalme, ile mfalme wakawa na Waisraeli wanaabudu miungu mingine. Wakati wanaabudu miungu mingine, Mungu amemwacha. Maana naambia, ikiwa wewe usikii kufanya kazi ya Mungu, usikii kuja kanisani, usikii kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, usikii kumtolea Mungu, si kwamba Mungu hayupo kwa sababu wewe usikii. Mungu yupo ila wewe umeamua kumwacha. Sasa tatizo gani? Yule mfalme alipoona baba sasa mimi na yule Yezebeli naye yule alipotoka alikuwa naye binti mwenye heshima, maana kule kulikuwa na mfalme na kule nao walikuwa kiabudu miungu mingine mbali gani. Sasa wana wa Israeli wameshakiuka, lakini Mungu alikuwepo. Mabahari wametengeneza manabii wengi zaidi ya 400. Yule bwana anasema nataka kwenda kupigana vita. Bwana asifiwe. Nataka niende kupigana vita na hawajamaa usiku wa Shami na kila kitu. Unaona Waishami nataka kupigana vita. Basi nataka kwenda kupigana vita. Mfalme mwenzake katoka Yuda huko Shafati, anakuja kutembelea, bwana mbele anasema bwana anakuja, wamekaa darasani, anataka kwenda vita. Sasa kama nataka kwenda vita, wewe waulize manabii wanakuja manabii wanapiga ramli pale vibaya. Bwana anasema utashinda hiyo vita. Vita ile kalichokoza yeye mwenyewe. Wala hawajamchokoza. Ile anataka kuisha fahari mbele ya mfalme mwenzake, wanapiga vita. Wale wakasema utashinda wewe vibaya kabisa, yaani wale utawachakaza kama una akili. Mungu kamtumia nabii mmoja mtumishi wake. Akasema yule mwenzake kwa sababu alitoka kuna Mungu. Maana ndani ya hili kusanyiko, ndugu zangu, sio glasi ya maji meupe. Hapa ndani ndio maana neno linakuja kwa sababu sio glasi ya maji meupe. Kuna madoa mengi ndani ya mioyo. Kuna madoa mengi ndani ya maisha. Kuna madoa mengi ndani ya wokovu wako.
Wewe mwenyewe ni shahidi, maana una dhamiri zako, unazijua mwenyewe, una mazingira yako unaishi. Lakini kwa njia ya kuja hapa, Mungu haji kusema nawe ili dhamiri yako mbaya ifutwe. Labda siku tunasema watu wangu wenyewe kwa jina langu, watu watakaojiwekea na kuwatendea zangu mbaya, mimi sasa waombe kwa bidii wanapotezwa, mimi sasa nitafanya nitaiponya nchi yao na watakaa vizuri. Nia ya Mungu ni kuliponya kanisa lake, aya ikute imani, akute watu wenye nguvu wanaompenda Mungu. Anasemaje? Wakabaki ya kumpenda Mungu, nguvu zako zote, akili yako yote, moyo wako yote, roho yako yote, na kila kitu ukiwa na Mungu. Upende Mungu kwanza, na baada hapo upende na jirani yako. Sasa kitu anazungumza Bwana Yesu, anazungumza Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu anataka aone imani siku Bwana Yesu atakapokuja. Anasifiwa. Unahitaji nguvu katika kuomba, unahitaji nguvu katika kutoa, unahitaji nguvu katika kujitoa, unahitaji nguvu katika kukirimu, unahitaji nguvu katika kusamehe, unahitaji nguvu katika kufanya kila kitu. Kumwimbia Mungu unahitaji nguvu. Kuna kila kitu Mungu anataka aone nguvu, maana Mungu nguvu yake ndani yako ndio inampa furaha pale kujidhihirisha. Yule mtu alikisha mjima Mungu nguvu, kaoa mke ambaye sio Israeli. Bwana asifiwe. Asema mimi ninaweza nikaenda kupigana vita na Washami, sio Midiani wale, rafiki yangu, tutakwenda pamoja kwenye vita. Nabii yule Mikaya akasemaje? Alipomleta Mikaya, mimi nazungumza habari ambayo tukisema tusome hapa tutataka kama Bible study. Ninachofanya mimi ni kuhubiri neno la ujumbe wa Mungu mchana huu ili ujue nguvu ya kuteka ufalme utakaoipateni. Kwa nini? Tumekuwa katika Bible study, tumefoma kwa maandiko mengi, na maandiko haya ni maandiko mazuri ili mkae kuelewa kwa kuwa Mungu anatenda kazi kamilifu ndani ya mtu mwenye kujawa na neno lake. Ndio sababu Bible study asubuhi ni muhimu sana. Uwe nayo muda kujifunza neno la Mungu. Tofauti inayoonekana kwenye kanisa, watu hawafikiri umuhimu wa Bible study. Bible study inakufundisha wewe maneno mengi ya Mungu, ile kada yako upate hata kumwomba Mungu. Mungu muombe bila kumkumbusha neno lake, unaomba nini? Unaomba kitu gani? Mungu anaangalia neno lake. Bwana sifiwe. Yule mtu alipokwenda kwa kufupisha maneno, alichosema anasemaje? Wewe sasa mfalme mwenzangu, vaa mavazi yako ya kifalme, mimi nitavaa mavazi ambayo ya askari wa kawaida tuingie vitani. Ili wakati tutakwenda kule, dada anafikiri kwamba Roho Mtakatifu hapa ufunuo kwamba ili ushinde inabidi uvae mavazi yasiyokuwa ya kifalme, kwa sababu kivaa mavazi ya kifalme haraka watakuona na watakushambulia. Unaona? Basi kilichotokea, yule mtu kweli kavaa, na wale walipokosea walinifuata yule mzee, wakana kumua yule mzee. Sasa hawaona. Utakuona ni neno la Mungu linatuambia kwa bahati. Kwa bahati. Mstari mmoja akakuta mshale kauta upinde. Akamlenga yeye. Akamlenga. Akampiga katikati ya mavazi yale ya chuma, akamjeruhi vibaya. Hadi yule mtu alibahatisha. Mimi nasemaje? Tangu wakati wa Yohana Mbatizaji, tangu wakati huo mpaka wakati wa Yohana, ufalme wa Mungu unataka nani? Wa wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio wanaoteka. Lakini hapa yuko zaidi ya nabii. Aliko mkuu zaidi ya nabii. Hili neno la Mungu, hilo neno la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu ni zaidi ya nabii. Nabii alisema na yule mfalme kwamba wewe umemuua Naboti ili urithi shamba lake. Amini nakuambia, pale huwa walipolamba damu ya huyu mtu uliomuua kwa dhuluma, watalamba damu yako. Je, hakika unaelewa nini wewe kuhusu wokovu ulionao? Unaelewa nini kuhusu wokovu ulionao na ahadi ya Mungu? Utakaposimama kwa uaminifu, ikiwa umekwisha kumuasi Mungu, ikiwa umekwisha kumuasi Mungu na unafahamu kwamba ndani yangu kuna shida, inahitaji kutengeneza, wakati wako ni sasa. Bwana sifiwe. Usifanye atashuka malaika mbinguni aje kukwambia tu kufanya upya halafu ndio uje fanya. Hakuna kitu kama hicho. Mungu hatuacha sisi.
katuacha sisi, tutatengenezana sisi kwa sisi ili Mungu atukuzwe. Yeye anataka kusikia tunafanya nini na tunachukua hatua gani katika yale tunayofanyia, tunatengenezana sisi ili Mungu atukuzwe. Bwana asifiwe. Yule hakujua alipopenda amejikuta pale yule dereva anamwambia nipeleke pale kwa mwenyewe kwenye pale yeye pale kumbe damu imekuja kwenye gari pale yule malomuua. Sasa hivi angalia sana maisha yako, angalia sana maneno yako, angalia sana matendo yako, angalia sana mwenendo wako. Mwenyewe unatengeneza hukumu. Bwana tusaidie, mwenyewe unatengeneza hukumu. Kwa nini? Kwa sababu kwani kila ambacho mtu atakachokuna na unafungwa kwa maneno ya kinywa chako na kijazacho mtu kutokacho. Sasa vitu vyote muombe Mungu leo ili ajaze kitu kipya, na Mungu hawezi kujaza upendo wake na uadilifu wake kulingana na neno likiwa ndani yako cha kujaza. Umezijaza mwenyewe na siko kaka jamani, watu wanataka kustoa sio hivi. Watu wanataka hawataki kustoa mila, desturi, uongo, unafiki, vitu hivi mazoea ni hawataki kutoa. Yuko ndani ya kanisa anaokoka lakini hataki kutoa vitu vinavyotoka na Misri. Vitu vinavyotoka na Misri Mungu aliona wametoka Misri miaka 430 hawa. Sasa hata nikisema wakikwe kama walivyo hawa ni wapeleke kule, watakuja kuniletea tabia za akawasafisha watoto wadogo walizaliwa kwenye njia wanakwenda wanasoma hadithi. Wanasoma hadithi kwa wale wa Israeli na Israeli. Wale wawili walikuwa aminifu sana ndio walikwenda nje ya ahadi, wakaenda kule ili wawe mashahidi wa kule. Sasa angalia sana mazoea yako uliotoka nayo kabla hujaokoka. Angalia sana mazingira yako na maneno unayosikia kutamka na kutenda, wakati ambao uko katika maisha ya wokovu yamekwisha kuondolea nguvu za Mungu na uweze kuteka ufalme. Na kwa nini ukae hivi uwe dhaifu? Mungu anasema furaha yake ndio nguvu yetu. Ukimnyima Mungu furaha, nguvu zake nazo zitakuwa ndani yako. Sasa Mungu anataka utiwe nguvu. Kwa nini? Kwa sababu anataka kuona furaha yake ndani yako ukitimiza mapenzi yake kwa kusikia na kutenda. Bwana asifiwe. Tumalizie ili twende mbele za Mungu kwa toba. Bwana asifiwe. Mimi ninachelea sana na naiogopa dhambi ya kujihesabia haki. Yenyewe ni mbaya. Maana Bwana Yesu ni yake nini? Mpaka kilichompa Yesu kukiriniwa jina lipitalo kila jina ni utii na unyenyekevu. Na akasema mimi nijifunze kwako mimi ni mpole na mnyenyekevu, ili aone ndani ya kanisa watu walio na upole na unyenyekevu watakao kusababisha furaha ya Mungu ili watiwe nguvu ya kuteka ufalme. Bwana asifiwe. Tuimalizie neno ili nisije nikapoteza lengo la Bwana Yesu katika ujumbe huu. Ni hivi, ninaomba nisome Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Nitasoma na mstari wa 14 mpaka wa 15 tutamaliza. Injili ya Luka sura ya 4. Ninasoma Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, alafu nitasoma mstari wa 14 na wa 15. Neno la Mungu linasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Bwana asifiwe.
Mstari wa 14 unasema hivi: Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Ile Roho aliyemtoa pale Yordani kwenye ubatizo, Mungu akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Zikamtoa zile nguvu nyikani siku 40 hali wala harufu. Basi kule nyikani katika siku 40 za kutokula na kunywa, alikuwa anafanyaje? Alikuwa akijaribiwa na Ibilisi. Bwana asifiwe. Nimewashirikisha hapa habari ya kujenga mnara. Nimesema tumekuwa tukifanya ukarabati hapa, sikuona chochote katika ulimwengu wa roho. Nimejikuta na hamasika tutengeneze na siku hapa tumetengeneza kitu. Kila ikija hapa mimi nasema maza kule naangalia ile kabisa bado alienda taswira tofauti. Taswira yake bado iko vile vile. Maana sasa kule unaona bado ni ubati. Grupu ukiangalia unaona bado kabisa. Mungu hajaonyesha kitu chochote. Lakini nilipoona ingia kwenye mnara, Mungu kaleta ule mnara kwa okay. Bwana kitu cha kufanya kumbe cha zaidi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu alipotoka na nguvu za Roho Mtakatifu Yordani kwenye ubatizo, Mungu akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Zile nguvu zilimwezesha kwenda nyikani kwa siku 40 hali wala haji. Lakini kule walikutana na adui ambaye naye alikuwa na nguvu za kutaka kumnyang'anya ufalme. Neno la Mungu limesema tangu mwanzo, nimewaambia itakuwa na mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu na ambao unaweza ile nabii. Bwana Yesu akijua kwamba yuko mtu anayetaka kupanda magugu ndani ya nguvu ya Roho Mtakatifu nilionayo, lakini huyo hata shida kwa kuwa mimi hiyo neno la Mungu ndio mimi mwenyewe ni zaidi ya nabii. Hao manabii walikuwa wanasema mimi, walikuwa wanasema habari ya mimi hapa, na mimi ndio neno lenyewe. Basi adui lakini sikwamba anakuogopa kwa kuwa wewe ni mtakatifu, lakini atajaribu utakatifu wako ili aone una nguvu kiasi gani. Bwana asifiwe. Yaani si kwamba kwa neno hili watakatifu ambao mnajiona hamna hatia, maana yake adui atawaacha, atajaribu kwamba je, nguvu zako za utakatifu wako zinafanana naye? Je, aone ikiwa hata kuna jero dogo tu la kiburi, la majivuno, kujiweza kihaki, la chochote kile, aone hiyo atumie. Basi adui alikuwa akimjaribu Bwana Yesu majaribu mengi, lakini moja kati ya jaribu alimpeleka kwenye nini? Mnara. Sikwambia wale mnara, na tunapojenga nyumba za ibada, angalieni mnara, Mungu unaendelea katika ulimwengu wa roho. Adui mmoja katika jaribu alilojaribu Bwana Yesu alimpeleka kwenye mnara. Alipompeleka kwenye mnara akamwambiaje? Ipe. Ndipo Bwana hata kuacha kwamba unaondoka ujifae, wewe chupa kwa chini alaika kwa kula. Kwani kwa sababu maisha ya kujiinua, maisha ya kujiinua ni sumu kubwa kwa watakatifu. Maisha ya kujiinua ni sumu kubwa. Baada ya hiyo sasa kiburi, usitafute kujiinua. Wameshuka ili kwamba Mungu ainuke. Bwana asifiwe. Haya, mstari wa 14 na 15 neno la Mungu linasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando. Naye alikuwa akifundisha katika Luka sura gani? Jamani. Luka sura ya 4. Luka sura ya 4 mstari wa 14 na 15. Sura ya 4. Unaona? Yesu naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akichukuzwa na watu wote. Bwana asifiwe. Kilichofanya Yesu atukuzwe nini? Ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo alizitumia vizuri sana. Akamshinda shetani. Kwa nini? Kwa sababu zile nguvu zilimpa kunena neno la Mungu kwa ujasiri, na lile neno lilimfanya shetani ashindwe. Sasa leo tunamwambia Bwana Yesu, tunaomba fanya upya. Bwana asifiwe. Tusimame mwambie Bwana Yesu, wewe kama unaona ninahitaji zaidi, ninahitaji kuomba na mchungaji zaidi, njoo hapa mbele. Tukaeni hapa ili tumwambie Mungu kitu. Kwa nini? Mungu mpaka sasa hivi anapotutafakarisha juu ya ufufuo wa Bwana Yesu, na tunaendelea hivi kuadhimisha ufufuo wa Bwana Yesu, tunahitaji nguvu ili tutembee katika upya wa uzima. Bwana asifiwe. Ili tupate nguvu ya kuteka ufalme. Ufalme wa Mungu uko hapa chini kwa ajili yetu sisi. Hauko hapa kwa ajili ya mtu mwingine yoyote.
Bwana asifiwe. Ufalme wa Mungu na utajiri wake na hekima yake na baraka zake uko hapa mchichini kwa ajili yako wewe na mimi, lakini bado hatujapata nguvu ya kuteka. Bwana asifiwe. Tusimame tukwambie Bwana Yesu, tunahitaji nguvu za kuteka, lakini kwanza nenda mbele za Mungu atoka. Wewe ambaye unahitaji zaidi, njoo hapa mbele na kualika hapa mbele tunapo praise. Simama mwenyewe sana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana Yesu, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Yesu, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, simama nyosha mikono yako juu sana, sema pamoja nami maneno haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninakushukuru Mfalme kwa ajili ya nguvu ya ufufuo ambayo Bwana umeiachilia wakati huu kwa ajili ya kanisa lako. Yesu, ninaomba toba, ninaomba rehema. Yesu, ninaomba utakaso Bwana wangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu. Ninaomba Mfalme, umba upya moyo wangu, nitakase Bwana. Yako mengi nimeona, mengi nimesikia, mengi nimetamka, mengi nimetenda yale kinyume na mapenzi yako. Yesu, ninaomba unisamehe, nisafishe kwa hisopo, nitakuwa safi mbele zako na mbele za ulimwengu. Ninatamani kuwa mpya katika wakati huu ambao Bwana umefufua kwa upya maisha yangu, ili niweze kukutumikia katika upya wa uzima. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya familia yangu. Bwana Yesu, ninaomba uitakase ili Bwana tuweze kukutumikia katika roho na kweli. Bwana Yesu, ninakushukuru Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Asante na kushukuru kwa upendo. Kijana huyu ninamsogeza mbele zako Mungu, ninakushukuru kwa ajili yake. Ninaamini Mungu na makusudi mema na maisha yake. Baba, naomba takasa moyo wake na roho yake, kusudi lako lililo ndani yake ambalo limeleta mahali hapa. Baba, ninakutana nawe Mfalme, Mungu wa Israeli, Mfalme wa mbingu na nchi. Naamini Bwana uko pamoja na wanyenyekevu walionyenyekea na kulisikia neno lako. Naomba kumfundisha unyenyekevu na utii na uaminifu, ili aweze kutumikia katika viwango kupitia katika jina la Yesu Kristo. Naomba neema Mungu mwenye nguvu, asante kwa ajili ya kijana huyu, na mkabidhi mikononi mwako Baba. Ninaomba amani yako ipitayo akili zote, hifadhi moyo wake Baba. Tazama na kusogeza mbele zako mke wake ambaye ana hali ya udhaifu, mkono wako uliopungua Baba wa rehema. Mungu mwenye nguvu, ninaomba kukuza binti, maana amekaza kukupenda Mungu, na amesimama kwa uaminifu katika nafasi yake Baba, kutoka nyumbani hata mahali hapa akikutumikia wewe Mungu. Ninaomba ukumbuke Bwana Yesu Kristo, katika jina la Yesu na kukuletea roho ya udhaifu na magonjwa katika jina la Yesu. Baba, naomba Bwana furaha kijana huyu Baba, mwongeze Mungu na mimi kabisa wakati Mungu nao wewe unajua kama ana furaha katika jina la Yesu. Kamilisha hilo Bwana Mungu wa Israeli, Mungu wa sifa na nguvu katika jina
mbingu na nchi. Tuna kila sababu ya kukushukuru kwa upendo na uaminifu wako. Tunaona kibali mbele zako Mungu siku ya leo. Ndio siku pekee kabisa Baba, tumekusanyika chini ya hema yako ya kukutania. Baba, asante kwa ajili ya watumishi wako ambao kwa neema umetukusanya mahali hapa Mungu. Ninakushukuru kwa kuwa kila mmoja ambaye alitoka nyumbani amekuja kwa kusudi na kukutana na wewe Bwana. Ninakushukuru kwa kuwa wewe Mungu kujidhihirisha kupitia katika neno lako ambalo ni roho tena ni uzima na ni ufunuo wa uwepo wako. Baba, asante. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetuona tangu asubuhi tulipoanza na mlingoti, tukaanza na Bible study, tukaendelea Bwana na ibada ya mafundisho ambayo Mungu unaendelea kutufundisha hata sasa, tukiamini kwamba Mungu anahitaji tuwe na nguvu ya kuteka ufalme ambao adui nao unatamani sana, na ufalme huo hauko mbali, hauko ng'ambo ya mto wala ng'ambo ya bahari wala hauko juu, bali uko ndani yetu. Mungu wako na Mwokozi wangu, katika jina la Yesu ninaomba ufalme wako uje ili kutimiza mapenzi yako ndani yetu. Kila mtu ambaye amefika mahali hapa na kusikia neno lako la ufalme, Mungu anza upya na yeye ili anapotembea aweze kuwa Mungu kibaya na chombo cha kutimiza mapenzi yako ya ufalme. Bali bariki jina lako Mungu kwa ajili ya watoto hawa waliokuja hapa, mabinti, vijana, wageni na waume, wa baba na mama, waimbaji. Tunashukuru kwa ajili yao, wapigaji wa vyombo, tunashukuru kwa ajili yao. Mungu, tunashukuru kwa ajili ya wanaonyesha mikono kutolea sadaka na jengizo. Baba, na waombea afya na nguvu, furaha na amani, wafanikishe Mungu wanapotoka wiki inapoanza. Ndio wiki na baraka kwao, ndio kila ushindi, watie nguvu, watetee kwa familia zao. Baba, rehema Mungu mwenye nguvu, ninaikabidhi katika yote ambayo Bwana Mungu imeainishwa na kuwekwa wazi kwa ajili ya wiki hili. Bariki vijana, bariki kanisa linapokusanyika, bariki wanawake, bariki waimbaji, bariki maombi na mkesha wa wanawake. Na zaidi ya hayo Mungu, tunaomba makusanyiko yote yanakusanyika Bwana Mungu, tukuone Bwana, wewe unashuhudia sana kwa mambo yetu. Baba, niseme nini Mungu? Ninakushukuru kwa Bwana, haya machache mno tunayoomba ni katika ya mengi unatutendea. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Tendeni na amani.